Hali gani mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa kabisa inakwenda kwa jina la D Sports TV na mdau wa soka kwa ujumla. Leo tutakwenda kuangazia katika anga la kimichezo ambapo Young African kutoka Tanzania ameonyesha nia kubwa ya kumhitaji mchezaji kutoka Afrika Kusini. Hiyo ni baada ya new kocha kwa Young African ambaye amesainiwa kutoka Afrika Kusini, Mankoba Mingisi, ambaye ameonyesha nia ya kumhitaji mchezaji kutoka Afrika Kusini katika klabu ya Stellenbosch FC. Kulingana na taarifa zilizotufikia hivi punde, mchezaji huyo pia anawaniwa na klabu kutoka Afrika Kusini, moja ya klabu kubwa sana, Kaizer Chiefs. Wameonyesha nia ya kumhitaji Langelihle Fili kutoka Stellenbosch, kijana mdogo mwenye umri wa miaka 21. Sasa yupo kwenye kinyang'anyiro baina ya vilabu vikubwa viwili barani Afrika, Young African na Kaizer Chiefs. Karibu tena kwenye chaneli yetu, chaneli yako pendwa kabisa na kwenda kwa jina la D Sports TV. Kama bado hujabonyeza kitufe cha subscribe, hakikisha unafanya hivyo pamoja na kuwasha kengele ya taarifa ili usikose habari zote za usajili kutoka Afrika na duniani kote. Leo tunaangazia moja ya sakata kubwa zaidi la usajili ambalo limeanza kuvuta hisia za mashabiki wa soka barani Afrika. Ni kuhusu nyota wa Stellenbosch FC, Langelihle Fili, ambaye sasa anawaniwa na vigogo wawili wa soka la Afrika, Yanga Sports Club kutoka Tanzania pamoja na Kaizer Chiefs kutoka Afrika ya Kusini. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za hivi karibuni, Kaizer Chiefs wamekuwa wakifuatilia mchezaji huyo kwa muda mrefu na hata inadaiwa kuwa amekuwa kwenye mazungumzo na Stellenbosch kuhusu uwezekano wa kukamilisha uhamisho wake kutoka kipindi kilichopita. Hata hivyo, Yanga wameingia kwenye mbio hizo na kuonesha nia ya dhati ya kumleta nyota huyo nchini Tanzania. Kulingana na taarifa kutoka Sabiki Sport, wamethibitisha Yanga kuonesha nia hiyo. Kinachofanya usajili huu kuwa mgumu ni kwamba Stellenbosch wanaonekana kumthamini sana mchezaji huyo. Ripoti zinaeleza kuwa klabu hiyo imeweka kiwango kikubwa cha fedha kwa klabu yoyote itakayotaka huduma zake, jambo ambalo limeifanya vita ya usajili kuwa ngumu zaidi, kulingana na CSOS, jarada la kimichezo kutoka Afrika Kusini. Kwa upande wa Kaizer Chiefs, wanaonekana kuwa na faida ya kucheza katika ligi moja na Stellenbosch. Inaelezwa kuwa Kaizer Chiefs wana uhusiano mkubwa sana na Stellenbosch na washahusiana wachezaji mbalimbali, ikiwemo moja ya kiungo wa Kaizer Chiefs, Ashley Duplessis, ambaye alijiunga kutoka Stellenbosch. Japo kwa Kaizer Chiefs pia msimu uliopita walionyesha nia kumhitaji Divine Titus ambaye mpaka sasa hajaenda kokote. Pia Orlando Pirates walionyesha nia kumhitaji kiungo huyo. Inasemekana Stellenbosch ni kati ya vilabu ambavyo unaweza kufanisha kwa Afrika pamoja na ASEC Mimosa, ni kati ya vilabu ambavyo vinazalisha sana wachezaji wazuri na wenye ubora. Lakini ikumbukwe kuwa upande wa Yanga nao hauko nyuma. Baada ya kushindwa kupata baadhi ya malengo yao ya awali kwenye dirisha la usajili, mabingwa hao wa Tanzania wanaelekeza nguvu zao kwa Langelihle Fili. Inaelezwa kuwa benchi la ufundi linaamini mchezaji huyo anaweza kuongeza kasi, ubunifu na ushindani katika safu ya ushambuliaji. Swali kubwa ambalo mashabiki wengi wanauliza ni hili: je, Langelihle Fili atachagua kubaki Afrika Kusini na kujiunga na Kaizer Chiefs au atachukua changamoto mpya ya kucheza ligi kuu Tanzania bara akiwa na Young African? Kama ataenda Kaizer Chiefs, atakuwa na nafasi ya kuendelea kucheza katika mazingira anayoyafahamu, huku akiungana na moja ya klabu kubwa zaidi nchini Afrika Kusini. Pia Kaizer Chiefs wanaonekana kuwa kwenye mpango wa kujenga kikosi kipya kitakachorejesha mafanikio yao. Lakini kama ataichagua Yanga, atakuwa sehemu ya klabu yenye ushindani mkubwa katika michuano ya CAF, huku akipata nafasi ya kuonyesha uwezo wake katika jukwaa la kimataifa. Yanga inaonyesha kuwa katika msimu ya hivi karibuni kuwa ni moja kati ya timu zinazovutia wachezaji wakubwa kutoka ndani na nje ya nchi na Afrika kwa ujumla.
Hata hivyo, hadi sasa hakuna klabu ambayo imetangaza rasmi kukamilisha usajili wa Langilile Fili. Mazungumzo yanaendelea na uamuzi wa mwisho utategemea makubaliano kati ya klabu, mchezaji pamoja na masharti ya mkataba kulingana na Sabc Sport. Mashabiki wa Kaizer Chiefs wanaamini mchezaji huyo ndiye atakayekuwa suluhisho la kuongoza kasi na ubunifu katika kikosi chao msimu ujao. Kwa upande mwingine, mashabiki wa Yanga Africans wanaamini kuwa kuvutia wachezaji wa kiwango cha Fili kutakuwa na ishara nyingine ya nguvu ya klabu yao katika soka la Afrika. Je, nani atashinda vita hii ya usajili? Je, Kaizer Chiefs watatumia nguvu zao za kifedha na kuharibu na ukaribu wao na Stellenbosch kumaliza dili, au Yanga watawashangaza wengi kwa kushawishi nyota huyo kuhamia Tanzania? Maoni yako ni muhimu sana. Andika kwenye sehemu ya maoni, yani comment. Unadhani Langilile Fili anapaswa kujiunga na Yanga au Kaizer Chiefs, na ni klabu gani ipi unadhani ina nafasi kubwa ya kumsajili Langilile Fili? Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika channel hii au bado hujasubscribe, please make sure that una subscribe na kubonyeza kitufe cha kengele ili kupata taarifa zote za usajili katika kipindi hiki cha dirisha la usajili.